wakiimba sema sijui waimbaji hapo ati amezaliwa mwana. Amezaliwa Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi msalimie mwenzako, mwambie Merry Christmas. Tufungue Biblia zetu Luka 2 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 11. Luka Mtakatifu sura ya 2 mstari wa 9 mstari wa 10 mpaka ule wa 11. Sikia pumzi ya Mungu. Lakini malaika akawaambia, msiogope, kwa maana tazama nawaletea habari njema za furaha itakayokuwa kwa watu wote. Leo katika mji wa Daudi kwa ajili yenu, leo katika mji wa Daudi kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Lisifiwe jina la Bwana Yesu. Amen. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Amezaliwa mambo ya zawadi na sijui vitu gani. Kwanza kabla hajazaliwa suluhisho lilikuwa linatafutwa sana, lakini hilo suluhisho halipatikani. Ukiangalia Agano la Kale utaona watu ili watengeze uhusiano wao na Mungu walikuwa wanachinja, si mwaka baada ya miaka wanaendelea ili wamkaribie dhambi zao zifunikwe na damu ambayo haina chochote ndani yake. Lakini huyu sikia, Yohana anasema, Yohana Mbatizaji, tazameni mwana kondoo wa Mungu ajaye kwa jina la Bwana, katika yeye dhambi ya ulimwengu imebebwa, imeisha.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikia, hii ndio safari mpya ya taswira ya wokovu ambao hauwezi ukanyang'anywa. Kipigwa chapa mara moja, chapa inaganda, inakaa inasalia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikia, neno la Mungu linaanza kusema, lakini malaika akawaambia, si binadamu, mjumbe wa Mungu yule ambaye analeta habari, anasema msiogope. Maana hofu imekuwa kwa sababu uhusiano wa Mungu na mwanadamu haukuwa mzuri. Haleluya. Wakati Adamu wanapotenda dhambi na mkewe, uhusiano unavunjika, wanakaa mbali. Sasa hofu inaingia. Malaika anapowatokea, wanakuwa wanaingiwa kidogo na mshike, lakini anawaambia msiogope. Haleluya. Amen. Yesu kwanza, habari yake inatoa hofu kwa mwanadamu. Habari yake inaleta kile ambacho mwanadamu alikuwa amehisi kinamsumbua. Malaika akawaambia msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hofu haiondolewi na kitu chochote. Hofu haiondolewi na pesa. Hofu haiondolewi na kwamba unahisi upo mahali. Hofu inaondolewa kwa hii habari njema yenye uzima, nuru inayowafikia watu wote. Haleluya. Anasema msiogope. Yaani walio katika Kristo. Tena neno la Mungu lina mazoea sana ya kusema usihofu, usihofu, usihofu. Kila wakati neno usihofu katika andiko limejaa sana. Ina maana wale ndani ya Kristo wametolewa hofu wasiwe nayo tena. Lakini hofu ya nini? Ni kipi ambacho wewe kinakuogopesha zaidi kushinda chochote? Malaika anaanza msiogope. Yaani usiwe na hofu. Msihisi tatizo lolote kwa kutokea kwangu. Kwa sababu siji hivi hivi tu. Naja anasema tazama msiogope kwa maana nawaletea habari. Haleluya. Anawaletea habari, lakini si habari zingine za kisiasa ama za nini. Anawaletea habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni habari njema. Habari ambayo hiyo imefanyika kuwa mwili, ikakaa na watu. Unajua Yesu ni Mungu tena mtu kamilifu, 100% juu ya 100. Tazama nawaletea habari njema. Na si habari njema tu, lakini ndani ya hiyo habari njema kuna nini? Kuna furaha. Habari njema za furaha, si za huzuni. Sikia, kwanza anawatoa hofu, anawaacha wahisi, wakae katika uzao kabla hawajapokea hiyo habari. Msiogope, tazameni nawaletea habari njema, habari hii yenye furaha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasherehekea Krismasi vipi? Krismasi kwako inamaanisha nini? Ni upikie watoto chapati nyingi, vyakula vingi, wale munywe vinywaji vingi, mfurahie, lakini haujui furaha hiyo chimbuko lake. Ati ukitaka kujua kwamba kuna sherehe, angalia watu. Utaona wamevaa vitu vipya, wanakula vyakula ambao hawajazoea kula. Wetu nikiwa mtoto, ukipikwa chapati ni mgeni anakuja ama ni hizi sherehe za Krismasi na Easter. Mama alikuwa na ujinga wa kupika chapati ovyo ovyo. Ati mule tu chapati hapana.
iko juu kuliko chapati. Lakini kitambo unga wa chapati ulikuwa juu kuliko kauka. Bwana Yesu asifiwe. So na sisi hatukujua ati Yesu amezaliwa hivyo tu. Ati Yesu amezaliwa hivyo ndio tulikuwa tunajua. Alafu watu wengine walikuwa wanavaa magwanda wakijionyesha wao ni Father Christmas. Wakipeana zawadi. Hivyo tu ndio tulijua tukiwa watoto. Hatukujua dhamana ya kwa nini Yesu kuzaliwa. Na hata leo wapo Wakristo wengi, wengine wamekaa hapa hawajui dhamana ya Yesu kuzaliwa ilileta taswira gani, upya gani ndani ya maisha ya mwanadamu. Nasherehekea tu Merry Christmas, wameambiana wengine Merry Christmas, lakini hajui Merry Christmas ya nini. Tena hata na Merry Christmas anapiga na hajui. Na Yesu mwenyewe hata ndani yake hajazaliwa. Haleluya. Amen. Napenda kusema kwamba watu wengi leo hawamkubali Yesu, hawaokoki. Si kwa sababu ya nyingine, kwa sababu hizi barua ambazo wanajifanya Wakristo. Hizi barua ni barua feki. Barua za uongo, barua ambazo hazimwakilishi Kristo Yesu. Tazama, na waletea habari njema, ambayo habari njema ni ya furaha. Anaondoa hofu, anawajuza kilichomleta, anawaambia habari njema. Hii habari ndani yake ina furaha, kwa sababu Yesu ni furaha ya mwanadamu. Kama furaha yako inapatikana kwa wengine, itaisha, itafikia kikomo, lakini wale ambao wanajua katika Bwana, yule mwana kondoo ajaye kuondoa dhambi za ulimwengu, ndani yake furaha tosha, thabiti, ambayo haichukuliwi na chochote. Yesu Kristo, furaha ya kutosha. Kwa sababu ni furaha ambayo ndani yake tunajua ipo nuru, upo uzima, yeye ni njia, kweli, kwa wale wamtegemeao na wamwaminia. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anapoandika anasema aliyewajia, yaani kuja kwa Yesu alikuwa amewajia fulani, lakini hawakumtambua, hawakumjua, ijapokuwa yeye mwenyewe aliumba ulimwengu na alikuwepo kabla ya vyovyote. Anasema kwa sababu hao hawakumjua, kumfahamu, walimkataa, basi ukawa uwazi wa kuweka neema kwa wote ambao watamwamini na watampokea. Jina la Bwana litukuzwe. Msiogope, kwa maana tazama nawaletea habari njema za furaha itakayokuwa kwa watu wote, si Waisraeli peke yake, si Wayahudi peke yake, ila kwa kila mtu, kila mmoja. Kiroho niseme sijui ile wanasema mkono wanasemaje hivi? Nataka kwa kinyumbani. Imani chuma. Imani chuma hiyo. Sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote anaposikia Yesu alikuwa na uwezo wa kuzaliwa katika ufalme, katika nyumba ya kifalme. Alikuwa na uwezo. Yeye alikuwepo kabla ya vyote. Wao waliumba mpaka na sisi wakatupa kwa mfano wao. Lakini anapoona Baba, anaona haviwezekani, haviishi. Nataka kuleta kikomo ili uhusiano wangu na walio wangu, walio na mfano wangu, warudi kwangu kabisa na mtuma Bwana. 3:16 Yohana anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa kipekee aje ulimwenguni ili
Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yesu anafanyika mwili, Mungu anajishusha, anachukua utu ili wewe leo uwe na chumba. Bwana asifiwe. Habari njema ya furaha kwa watu wote, si kwa wale ambao kwanza ilikuwa ni taifa la Mungu. Na nikasema ya kwamba angalia, hajachagua mahala pazuri ama ufalme akaye azaliwe hapo. Hapana, anazaliwa na Bikira Maria kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, anatungika mimba, Kristo anazaliwa katika hori la ng'ombe. Angalia wewe, umewahi hata wengine wamezaliwa hospitali nzuri. Mamangu alikuwa anazalisha, watu wanakuja nyumbani na wazalishi, alikuwa mkunga, lakini walizaliwa mahala pazuri, kuna towel zimewekwa na nini hapo. Lakini Yesu anazaliwa kwa nyasi, katika uchafu, ng'ombe. Angalia mwana wa Mungu anakujishusha hata kwa kuzaliwa kwake. Anaacha sifa zote za enzi, anazaliwa chini kuliko hata watu wote ambao sijasikia mwingine ambao amezaliwa kwa sisi isipokuwa Kristo. Labda huko nyumbani wengine labda wanazaliwa hivi, ama wengine wanazaliwa barabarani, na ni kwa sababu labda hawana uwezo, alikuwa barabarani akaishi kuzaa. Lakini huyu mipango yote yalipangika, Mungu akaweka ili amfikie yule ambaye anayejiona waduni. Bwana Yesu asifiwe. Alijua urahisi wake wa kuzaliwa utamfikia yule ambaye ni wa chini. Alafu habari haianzi kwa mtu mwingine, hii habari haianzi kwa wafalme, inaanza kwa wachungaji wale ambao wanachunga ng'ombe. Wachana na wachungaji hao, watu ambao wamezalaulika, watu ambao hawaonekani kwamba ni wa maana. Wao ukikutana na mtu wa kuchunga ng'ombe hapa unaweza usimsalimie, lakini ukipatana na mtu anaendesha gari hapa kusimamisha hata dakika 20 umpatie njia ya kwenda, utasimama. Haleluya. Anazaliwa mahala ambapo anajua watu wakisema mtoto wa seremala yule kazaliwa horini, wanaona wa kawaida ile, hata si muhimu. Ndio maana walimdharau Yesu, walijua hana thamani. Mtoto wa seremala, angalia baba yake seremala, mama yake mtu wa kawaida tu, hawakuwa watu wa ngazi ya juu. Hapana, watu wa kawaida. Anazaliwa Yesu mahala ambapo hauwezi ukazalia kwa fikra yako umzae mtoto wako. Anazaliwa Yesu, anajishusha ili wewe na mimi tuweze kumfikia kwa urahisi. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Itakuwa kwa watu wote, wawe sijui wa wapi ama wapi, wote itakuwa hivyo. Hiyo habari njema ndani yake ina furaha, watu wote waipokee. Tazama na waletea hiyo habari njema. Wewe umeipata, umeisikia. Maana kuna uwezo wa kuisikia habari njema, iingie na huku, itoke na huku. Wakristo wa kawaida wanaingia kwa mlango, Yesu alipoingia ndipo wanapotoka. Dhambi zinawatawala na anasema Merry Christmas. Sasa umezaliwaje kwako? Jana wengine wamebatizwa, ishara ya kuonesha kwamba mimi ni wa Kristo. Sasa
Wengine wajinga hapo walikuwa wanafikiria Yesu anakuja kuchukua ufalme wao. Wakaanza kuweka mipaka na kutengeza vitu hivi na vile ili Yesu asiweze kuzaliwa na wao. Wakafikiria amekuja ufalme wake kwa ulimwengu. Wakatengeza watoto wote ambao wako umri huu wa kiume wote wauao kwa sababu ya hofu ya ufalme wa ulimwengu. Lakini huyu ni Mwokozi, mfalme wa mioyo yetu. Je, Yesu ni mfalme wa moyo wako? Aweza kusimama hapo masaa 6. Lakini kama haujamfanya kuwa mfalme ndani ya moyo wako, hakuna ukombozi wowote ambao unapokea. Amezaliwa leo katika mji wa Daudi kwa ajili yenu, si kwa ajili ya mwingine yote. Anawaanzia hao watu walio chini katika viwango vya binadamu ama ukuu, hao wachungaji wanaochunga wanyama. Anawaanzia, anawaambia kwa ajili yenu, kwa ajili yenu amezaliwa mwana. Hajazaliwa kwa sababu ya vitu vingine, kwa ajili yenu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Unajua wokovu kwa wale ambao hawajauzoea na wale ambao wameupata kwa njia ambayo si ya kawaida wanauthamini sana. Lakini wengi ambao wengine wanabeba tu. Nina mazoea kusema kuna watu wanafikiria Ukristo ni mila yao. Wanachanganya mila na Ukristo. Wewe Ukristo si mila yako. Ukristo si jambo la kawaida. Kumpokea Yesu na kumfuata si kawaida. Lazima kila siku ujiangalie, amezaliwa ndani ya moyo wangu, na kama amezaliwa nitang'ang'ana kila siku kutembeshwa na yeye, sikujitembeza. Kwa sababu Yesu anapokushika mkono yanayumbisha mawimbi, lakini upo ndani ya nani? Yesu. Kuna nyesha, kiangazi kinawaka, lakini uchoki kwa sababu yeye ni kivuli cha kutosha kinakufunika mkono wa Kristo. Kama unachokesha, hauko kwa Yesu. Ulifuata vitu vyako. Usikie Yesu ni mwamba. Sasa unajifikiria chini ya mwamba alafu unachoka. Ama unajitia mwenyewe nguvu. Kama ni wewe unajitembesha katika safari ya wokovu utachoka. Lakini akizaliwa ndani ya moyo wako, ukijua kwamba yeye ni Mwokozi. Sikia hapa nasema Mwokozi. Nani ni Mwokozi? Mwokozi ni mtu ambaye anaokoa vitu ambavyo vipo dunia haviwezi wenyewe. Mkombozi huyu anazaliwa kwa mji wa Daudi. Sasa leo nikugeuzie hilo swali. Amezaliwa kwa mji wako moyoni? Na tutajuaje amezaliwa? Usinihukumu. Neno la Mungu linasema usinihukumu. Wewe tutakujua kwa matunda, wacha kutuambia uongo hapa, tusikuhukumu nini. Tutakujua kwa matunda kama ni Kristo. Unavyoishi na watu, unavyotembea, unavyoongea, maisha yako ya safari ndani ya wokovu, kujisafisha kila siku. Tutajua kama umezaliwa ndani ya mji wako moyoni, kama umezaliwa Kristo Yesu. Tutajua. Haleluya, Bwana asifiwe, nimeokoka. Wacha kutupigia kelele. Naokoka. Kwani na hatuoni chochote. Kuongea kwingi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha niendelee. Ndiye Kristo. Mwokozi ndiye Kristo. Si mwingine. Malaika anahakikisha kwamba hajaacha nafasi
Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine nasema ningekuwa na zile sauti za wengine kama kina Kamenyero, anaruka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ningekuwa nazipiga kwa sababu kuzaliwa kwa Mwokozi ni thamani sana ya safari ambayo tuanzishia. Ili yeye baadaye anaenda msalabani, anatoa, anasema nimeisha, kwa damu yangu nimemaliza, ninyi viumbe vipya ndani ya Kristo, pokeeni neema ya Mungu. Sasa hapo sasa ningezipiga hizo. Lakini wengine wanazipiga ovyo ovyo tu. Ishara ya kuonesha amezaliwa ndani ya moyo wake hamna, lakini kelele hapo kutupujisha na kututokesha, kuturukisha. Nafanya tunaruka, tuinue mikono, sijui tufanye nini, lakini yeye mwenyewe hata mikono ya mioyo yake haijainuka kwa Kristo kusema mimi nimejiachia kwako, unitawala. Alafu wewe unapika chapati nyingi sana kushinda wengine na hajazaliwa kwako. Shindo kwa jina la Yesu. Yesu anazaliwa akiwa tayari, yeye ambaye ni Mungu anajishusha aje kwa ajili yako na mimi, huyu Mwokozi ambaye analeta habari njema ndani ya hiyo habari. Furahi na watutawala sisi, vyovyote vya ulimwengu havitatoa furaha hiyo ambayo tumeipata ndani ya Kristo Yesu peke yake. Ndio maana mambo mengine ya kimayumba, hata sijui economy, uchumi wa nchi, wewe hauyumbishi na chochote, kwa sababu unajua mtetezi, mkombozi wangu yu. Ndiyo anaishi kwa sababu amezaliwa Emmanuel, ambaye ni Mungu pamoja nasi, akaanza kukaa na sisi, akaanza kuonesha kwamba yeye pekee, hakuna yeyote aliyemwona Mungu Baba, lakini amejidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Amen. Mwambie mtu kama Ruto ajishushe kama Yesu. Mwambie mtu kama mfalme ajishushe kama Yesu. Hawezi wakamaliza hata siku mbili. Watu ambao wamezoea vitu fulani, hata na mimi mwenyewe kujishusha kama Yesu ngumu, so rahisi. Sasa sikia, muumbaji wa watu, muumbaji wa vyote, fedha na mali zote ni zake, anajishusha hivi ili wewe uione njia, uone nuru. Azaliwa moyoni mwako, usikose mbingu. Kisha kila mwaka tunajikumbusha, kila mwaka, kwamba amezaliwa huyu Yesu, amezaliwa huyu ambaye analeta habari njema, ndani yake furaha ipo, huyu Mwokozi. Lakini kila mwaka hauoni kwamba kweli kwako tunaona amezaliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia neno la Mungu linasema watu wanaotembea katika giza wameona nuru kuu. Maana kabla Yesu kuja tulikuwa gizani. Isaya 9:2. Watu sasa waliokuwa wanatembea, wanaishi, wanakaa ndani ya giza, nuru sasa inaonekana kwa wote, waione, macho yafunguke, wamuone Kristo Yesu, wampokee ndani ya maisha. Wale wanaoishi katika nchi
umekuzukia. Sasa nuru inajitokeza. Pokea nuru ya Kristo. Wewe bado unahangaishwa na vingine vya ulimwengu. Haunajua thamani ya wokovu, kutembea ndani yeye ndio anawatembesha. Anapoenda anasema nimewaachia msaidizi. Msaidizi katika safari ya wokovu si wewe unayojitembesha. Ukiona inakulemea sana dhambi, mgeukie. Mkimbilie. Kwa sababu kuonesha na kudhihirika kuzaliwa kwa Yesu ndani yako ni kutembea ndani ya utakatifu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa mabegani mwake. Utawala utakuwa mabegani mwake. Huyu mtoto wa kiume tumepewa. Sisi sote tumepewa. Wewe mama umepewa, wewe kijana umepewa, wewe mzee umepewa, wewe shosho umepewa. Umepewa huyu mwana. Nasikia jinsi huyu ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Sio kawaida, mshauri. Ndani yake counsel nzuri inatoka. Tena anasema mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Ndani ya Yesu amani inapatikana. Sifiwe Mwokozi. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa wewe amani yako unatafuta wapi? Utakuwa na hofu kwa sababu amani haipo. Utakuwa unagaagaa maana furaha ipatikane. Utakuwa unateseka maana unajua ndani ya Kristo ndio habari njema ilipo. Tena neno la Mungu linasema ni mfalme wa amani, Baba wa milele. Yaani unapozaliwa, unapoendelea kuishi, unapokufa, yeye ni wa milele. Anasalia. Sasa na wewe utakuwa naye milele. Usiwe tu unasherehekea. Tena jambo kubwa ambalo linafaa nikushtue ni kuzaliwa kwake. Hilo jambo linafaa nikushtue sana. Amezaliwa mleta nuru, amezaliwa mleta uzima, amezaliwa yule ambaye ni kweli, katika yeye njia inaonekana. Amezaliwa huyu. Je, mimi amezaliwa kwangu? Swali unajiuliza. Kama mnafika kiwango cha kujiuliza na kujihoni kama umezaliwa ndani yako, wewe umepotea. Mtafute, maana anapatikana. Na hata jioni ya leo mtafute Yesu, maana bado anakusubiria, anakungoja. Anasema na unapokumbuka kuzaliwa kwako, ukumbuke mimi bado nakungoja, nimekufia msalabani. Sogea karibu nami nitapiga hatua zaidi kukunyogelea. Jina la Bwana lisifiwe. Penda kuambia watu mimi ni evangelist. Injili ya kuwapapasa hakuna. Bwana asifiwe. Kwa sababu sote tupo safari. Na hakikisho letu ambaye tumempokea Kristo, tunataka tuingie kwa vile vyumba ambao wamesema nimeenda kubariki. Mimi nataka kuwa katika hicho kitu. Wewe unataka? Kama unataka jiulize, amezaliwa ndani ya moyo wako. Mji wa moyo wako amezaliwa. Umeipata hiyo habari njema yenye furaha. Kama anaweza wafikia wale wachungaji wa wanyama, wewe unafikiria anaweza kufikia? Na anasema amewajia wote, kila mmoja yeye amekuja kwa ajili yake. Usijidunishe sana. Hata kanifikia sana ndani ya damu. Hapana, amezaliwa Yesu, mpokee. Mwambie kuzaliwa kwako kwangu ndio suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mkombozi amezaliwa, Yesu Kristo. Atawale. Mwambie Yesu atawale.
Mwambie Yesu atawale. Mwambie leo ninapokumbuka kwamba wewe umezaliwa, nataka uzaliwe ndani yangu, unitawale fikra, akili, vyote mwili wangu. Tawala Yesu. Amen. Ukitawaliwa na Yesu kwa kila jambo, hapo ndio unadhihirisha na kujua kwamba anaweza yote, kwa sababu yeye ni vyote. Na hapo ndio utajua kweli amezaliwa ndani yako, akikutawala. Niulize sasa, amezaliwa huyu Kristo, una uhakikisho gani amezaliwa kwako? Mimi nina uhakika amezaliwa. Wewe una uhakika? Majirani wanaweza shuhudia kwani huyu Yesu amezaliwa ndani wa moyo wa huyu. Watoto wako wanaweza shuhudia. Mienendo yako, kuongea kwako, kuishi kwako, safari yako ya wokovu inashuhudia kweli amezaliwa Yesu, amezaliwa huyu mwana. Ama unaimba tu, ama unakula tu, ama unasherekea, unavaa mavazi mapya, lakini hajazaliwa ndani ya moyo wako. Una waste time. Wakati ni sasa, wakati ni huu. Safari bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wazazi, ndugu zangu, kuzaliwa kwa Yesu kwanza, kitu ambacho kinafaa kilia kilikuwa, kwa nini amezaliwa? Amezaliwa kwa sababu aje atoe dhambi za ulimwengu. Hicho ndio kitu pekee ambacho kilimfanya Yesu aje ulimwenguni, aweze kushinda dhambi na kifo, ili wewe na mimi uhusiano utengezeke, kwa sababu Mungu hachanganishi na visivyokuwa katika Mungu. Na kwa sababu